Nukta ya pili kama si ya tatu ya kuizungumzia ni kwamba kwa kuzingatia kwamba tumekutana hapa baadhi ya maduati wa dawa hii na mashekhi wa dawa hii, dawa yetu da'watu salafia, da'watun ghalia, dawa yenye thamani iliyokuwa kubwa, na jazahumullahu khaira kwa juhudi zao za kulingania na hivyo hivyo kufundisha dawa hii katika maeneo mbalimbali, maeneo ya mijini na maeneo ya vijijini, hivyo hivyo maa talabati ilmi, wakazi zao wanazofanya katika kusaidiana na maduati na mashekhe katika kusukuma mbele dawa hii. Kwa hakika kwamba nataij kila mmoja ni shahidi anaziona. Ukioanisha miaka 10 nyuma na wakati tuliokuwa nao, utaona kabisa ule utofauti uliokuwepo. Hivyo hivyo ukirudi nyuma zaidi miaka 20, utaona ule tofauti uliokuwepo juu ya dawa hii. Kwa kwamba dawa kama qala sallallahu alaihi wasallam, bada alislamu ghariban na sayaudu gharib, kwamba ikionekana ngeni, lakini leo ni dawa ambayo imepenya katika kila sehemu na katika kila sekta na katika kila nyumba. Hii ni kheri, hii kheri kubwa na fadhila kubwa zilizojee kwa walimu na maduati, jazahumullahu khaira. Ni kwamba dawa inazidi kutanuka na dawa inazidi kuenea kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala, kisha kwa ile juhudi na kazi ya wale maduati na mashekhi wa dawa hii ndani ya nchi na hivyo hivyo nje ya nchi. Lakini tufahamu ya kwamba kutanuka huku maana yake kwamba katika dawa hii mwanzo ilikuwa tunajuana, unajua Morogoro iko nani na nani, sawa. Ukienda sijui Dodoma iko nani na nani na nani, kuanzia wale mashekhe na wale matulab na wale waumini wa munas na wanajulikana. Ukienda Tabora hakadha, ukienda Mwanza haka ilikuwa tunajulikana. Lakini leo alhamdulillah kwamba dawa imekuwa kubwa mno, na hii ni kheri, ni kheri. Jambo hili ni jambo ambalo tunalifurahia, lakini wakati huo huo ni jambo ambalo ndani yake kujiandaa na zile kukabiliana na zile changamoto. Sasa tujiandae maduati na mashekhe kukabiliana na changamoto za wengi huu. Wengi katika hao nadhani na kheri kwamba wanaingia katika dawa kwa malengo ya dawa, kwamba wameona hidayah, kwamba hii ndiyo njia ya sawa sawa, hii ndiyo njia aliyotuachia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Njia hii wakaishika masahaba, wakaishika matabi'un wa atba'uhum wal a'immatul ajilla, wakaenda hivi salafu na salaf fil quruni al-mufaddala wa ba'da al-quruni al-mufaddala, wakaenda wakaishika mtu. Sasa licha kama mwingine yeye hajui, lakini asema hawa ukiwasikiliza haya ndiyo ya sawa, kwa sababu maneno yao mara zote kwamba wao yaegemeza qala Allahu wa qala ar-rasul. Sifahamiana, ukisikia maneno ni qala Allahu qala ar-rasul, maneno yao wanayegemeza katika kitabu cha Allah, yani Qur'an, na kuyegemeza katika mwenendo na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaingia katika dawa. Lakini wakati huo kuna wengine kwa mujibu yale mazingira wanayoishi au yale maeneo wanayoishi, huenda kaingia katika dawa kwamba imekuwa ni kwa nini, kwa ijbaran, yani kwa mazingira yakiangalia, labda yeye anafanya kazi kwa bosi fulani, ile kazi anayofanya ikiangalia ile mazingira bwana kutokana na hali basi na mimi salafu bwana, haina shida, salafu ameingia katika salafu. Simfahamiana, kutokana na mazingira au kutokana na mazingira yale ambayo yamemsukuma aina yoyote ambayo si kwa ridhaa moja kwa moja, kutokana na ile hali iliyokuwepo sasa kwamba kila sehemu duniani salafu masalafi bwana, ya Allah. Jambo hili lilitokea kama mtasoma sira, lilitokea katika mji wa Madina kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallama anaingia katika Madina. Kabla ya kuingia Madina tayari kila nyumba ilikuwa imeshaingia dawa ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, shaingia kila nyumba, ambayo ikisukumwa na Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye akihesabika ni dai wa kwanza aliyetolewa na Mtume sallama kwenda kuwalingania watu katika mji wa Madina. Vijana wengi kama si wote katika Madina walikuwa tayari wameamini, walibakia wazee tu ambao wao walikuwa baadhi ya wazee ambao wao walikuwa wameshazoea katika ibada zao za kuabudia masanamu. Lakini mwisho alipoingia Bwana Mtume sallama Madina, ile hali walioiona na kadha, ikawa Madina yote ishakuwa wote ni Waislamu. Katika hali hii kikadhalika kizazi, ikadhalika jamii nyingine ni ngeni. Jamii hii
ikija kujulikana kwamba ni jamii ya munafiqun. Watu hawa katika mji wa Maka, katika ile misukosuko, katika zile tabu na suruba mbalimbali ambazo Waislamu wakiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakabiliana nazo, hawakuwepo. Maka haikuwepo hali hiyo. Maka ilikuwa kwamba ni kufaru Quraysh pamoja na muslimun. Hakuwa na kitu kingine, kwamba mtu amekubali moja kwa moja, tena akukubali wenyewe kwamba amekubali kwa moja kwa moja pasi na kuwa na shaka na aina yoyote. Lakini ilipofika Madina sasa kukawa na kundi lingine jipya, kundi la munafiqun, ambalo kundi hili lilileta shida sana katika jamii ya Kiislamu Madina. Wakafanya mambo mabaya sana, mengi mno. Lakini licha ya yote haya, bwana Mtume salama alisimama imara na maswahaba wale ambao waliokuwa walisimama imara, wala hawakuyumba. Lakini wapo baadhi ya dhaifu iman, wako baadhi ya watu ambao hawakuwa thabiti, waliumbishwa na hali hii. Na katika tukio kubwa kabisa linalokumbukwa na tarehe ni lile tukio la vita vya Uhud katika mwaka wa 3, wakati makafiri kufaru Quraysh walipokuja kukabiliana na Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina. Walipokuwa katika eneo la mustaraha, Mtume sallama anapanga safu asubuhi, kabla jeshi halijaondoka, jeshi la watu 1000 takriban, watu 300 wakasimama wakarudi nyuma, wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rasul munafiqin. Wanawaangalia mzee Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, baba yake Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari, anasimama anamfuata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anamwambia unakwenda wapi? Aina tatawaja, unaenda wapi? Unaelekea wapi wewe? Nini nakufanya hivyo? Njoo tukapigane jihad fi sabilillah, wewe unaondoka. Abdullah ibn Ubay anasimama anaambia wale watu ambao wananisikiliza mimi, tuondoke turudi huko. Fikiria jeshi la watu 1000 wakatiki watu 300, theluthi ya jeshi imerudi nyuma, adui yuko mbele yao. Lakini maswahaba 700 wakabakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasonga mbele. Hili tukio limetokea kutoka katika uwanja wa mapambano takriban kilomita 2 mpaka pale ambapo vita vilivyopiganwa chini ya silsila Jabal Uhud, ni kilomita 2 kutoka pale ndio tukio hili. Tena ni asubuhi ya siku ile ya vita, wakarudi zao wale munafiqun. Mule katika 300 kulikuwa na munafiqun, na vivyo kulikuwa na watu ambao dhaifu iman, watu ambao wanaathirika mapema na fitna. Hao wapo. Kwa sababu mtu sio mnafiki, unaweza kuwa sio mnafiki, ni mtu muumini khalis, lakini tu moyo wake ulivyoumbwa yeye ni mtu wa kuathirika na tashwishi kidogo, ameathirika. Na hili limetokea hivyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika baadhi ya watu kina Mistah bin Uthatha radhiallahu ta'ala anhu, ambaye aliingia katika fitna ile ya Bi Aisha ambayo ilienezwa na hawa munafiqun. Hakuwa minal munafiqin, alikuwa ni mu'min, lakini lilimkumba lile jeke na joto lile, akaenda kuingia katika nini, akaingia katika mtihani na fitna ile. Mwisho akaja kusomeshwa adhabu ya kupigwa bakora 80. Almuhim wakarejea, lakini Waislamu walibakia wakapambana. Allah subhanahu wa ta'ala akaandika ushindi kwa wao. Wapo waliokufa na wapo wengine ambao walibakia na wakaendeleza hakadha. Kwa tukio hili linaashiria ile hali, ni la kwanza kuashiria kwamba ile hali iliyokuwa ngumu katika Madina iliyosababishwa na watu wa namna hii. Sasa matukio kama haya yanatupa mafundisho, tuyachukue haya, tuyasome, tuyaangalie, ndio leo katika dawa yetu. Na mwanzo kuzungumzia dawa salafia wameweza kubaki watu 3. Leo wapi? Kuanzia visiwani Zanzibar mpaka Kigoma kule ziwani Tanganyika, kwamba shabab, kwamba vijana waumini wamekuwa masalafi wengi mno katika idara mbalimbali, sekta mbalimbali, vijana ni masalafi. Kila sehemu masalafi wapo, huwezi kwenda sekta yoyote unayojua lakini kuna ndani yake kuna masalafi. Unaweza kumwona mtu kama salafi, labda unaweza kumwona kama amenyoa ndevu, lakini yeye kutokana na mazingira na dunia yake inavyomsumbua, ameingia katika maasi haya, lakini yeye kama mwelekeo yake ni mwelekeo ya kida yake na mwelekeo ya kisalafi, akipata upenyo anarudi kwa sawa kabisa katika madhari kama alivyokuwa masalafi katika zile sunan. Sasa hali hii iliyotokea kipindi cha Mtume sallam, na ikatokea zama za maswahaba, wa hasa katika zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hii vile vile sisi hatutokaa kwamba hali hii ikatupitia pembeni, la hasha.
Kwa hiyo sisi naye vile vile tukana hali inavyokwenda na neema hii inavyoenea, tuwe macho sasa maduati kukabiliana na wimbi hili. Ndio maana utaona watu leo, utawasikia watu kwamba wao, mtu anasema anazungumza tu, kwani huyu ana nini? Watu wengine hawajui. Kama utaamua kumfuatilia utamwona huu adui anaoelekeza kwa maduati wa da'watu salafia, huu adui huu nyuma yake ni dinan, kuna dini au kuna nini. Lakini wengi katika hao, na kama si wote, ni kwamba matatizo yao ni intikaman li anfusihim, wanafanya kulipiza kisasi kwa zile nafsi zao. Kuna jambo, ima jambo la kimaslahi, ni kwa jambo la kimaslahi limefanywa kama maduati wa salafi au masalafi kwa ujumla, au kwamba wamemkosesha jambo hilo, basi akafanya uadui kwamba hilo ikawa ni sababu na ni ngao ya kuelekea katika uhasama anaofanya. Ama kama si yeye, inawezekana kwamba shekhe wake alipigwa rudud za haki kabisa. Sasa yeye akakaa, aliingia hasira, akakaa akasoma, akaona sasa nitafanya, akawa salafi. Sasa siku alipopata, akatangaza usalafi, siku alipopata nafasi akaamua sasa kulipiza kisasi kwa nyuma ya pazia. Haya imetokea katika zama za Umar, vile vile imetokea katika zama za Umar ibn Khattab baada ya kuslimu hawa Fursi, baada ya fathi ya kufanya miji ya Iraki, kufanya fathi miji ya Fursi, kina Irani, hayo miji ya Afghanistan yote kufanya, yakaja kutokea hayo, watu wakaja kuja kuasi ndani ya Uislamu, waja kuanzisha vitu ambavyo ni kinyume, ambao kazilikana huu Shia unaoona, ukifuatilia kuzalikana kwake kulitokana mfano kama hayo, kwa watu wakilipiza kisasi juu ya kuanguka dola zao. Waislamu waliangusha tawala zao, wale wakaona sasa tutafanyaje? Ukikaa nje ukiofanyia visa Uislamu, kaa nje utahesabika ni kafir, lakini ukiingia ndani wewe itakuwa sawa, unaita shida. Huyu ni Muislamu, Muislamu mwenzetu, asema Muislamu mwenzetu. Hivyo inaweza katokea kwa masalafi, kwa mtu ndio kashakuwa salafi, lakini katika moyo wake ana hali ya intikaman li nafsihi au li shaykhihi au li abihi. Hapo sasa akisema, lakini atasema wala sisi masalafi, afu anaanza kusema huyu mbona mielekeo yake, maslaki yake, maneno yake mbona hayahudumii usalafi? Kwa sababu tunasikiza maneno yale maneno, ile mihadhara kama anatoka, mbona azihudumii dawa salafia? Mbona kama kuna kitu inahudumia hapa? Basi wewe watu wanarejea katika tarehe, itabakia kwamba ina maana wale mashekhe wa dawa salafia wakishajua watakuwa wananyamaza, na angalia watu wa kawaida wao ni shida amunaz, isipokuwa baada ya muda mrefu ndo kumbe. Sasa ili jambo maduati wa dawa yetu hii dawa salafia, kila mmoja awe macho. Tuko na wingi huu ni kheri na tunaifurahia na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat fi dhalika. Lakini wakati huo changamoto hizi ni kuangalia na kukaa sawa au kukaa mguu sawa namna gani ya kukabiliana nazo changamoto hizi, kwa sababu wakati mwingine zinakuja kuleta zaza, na hasa zaza hii itaingia kwa tulabu nashiin, wale wanafunzi ambao ndo wanaanza kusoma, na mara nyingi wao ndo wanakumbwa na masekeseke ya namna hiyo, mpaka kija kustuka kashapoteza umri wa miaka 5, miaka 6, miaka 7, umri umekwenda, ameacha kusoma na kadha. Basi mwisho anaamua tu anatokomea kusikojulikana. Sasa kuangalia na kukaa sawa na kukabiliana na mambo kama haya, wala siku kuangalia na kuweka mikono, kukabiliana kwa makabiliano ambayo yanakuwa ni mustahiki, kwa sababu ni kadhia zinatofautiana. Kadhia zinatofautiana, kadhia ya Morogoro ikatofautiana kadhia ya Mtwara, ya Mtwara ikatofautiana kadhia ya Tanga. Kwa kila sehemu ile kadhia inatakiwa itibiwe kwa mujibu wa eneo husika na watu husika na hali husika kwa wakati husika, kwamba haiwezekani zinatatuliwa kwa sampuli moja, kwa sababu ni watu wanakuwa ni watu ni aina ya tofauti. Kwa ikiwa watu tofauti, basi ratiba zao zinakuwa ni tofauti. Kuna wengine zinatibiwa kwa kufanywa mukata, tangazo mukata. Kuna wengine inatibiwa kwa kunyamazia tu, ndio wanasema watu wakanyamaza kimya, wakaendelea shughuli zao. Watu wako kimya, kwa na aina mtu au kimya, yani nyamazeni, si mfahamiana. Kuna wengine huyu fulani mjibuni huyo, wewe fulani na fulani mjibu, wewe mkoa gani, jibu unayejibu mjibuni wewe.
Sisi tumefahamiana, yani kila moja inabidi ipelekwe na iende kwa mujibu wa hali halisi na hali husika, kama nilivyoashiria hapo nyuma. Almuhimu katika kadhia hizi au katika jambo hili maneno ni mengi na tutaendelea kuyazungumza haya ili kukumbushana, na yote haya ni katika sehemu ya dawa ila Allah tabaraka wa taala. Sheikh, kwa sababu utasikia mtu dai ni kitu kipana mno, yani ni mtu mkubwa mno, tofauti na vile tunavyotazama kwamba dai ni mtu mkubwa mno, kwa sababu watu wote hao ni wa kwako na wewe ndio daktari wao katika daktari wa mioyo. Ni namna gani kabiliana na hizi? Sasa nikumbushana leo, tumekumbusha haya, baada ya muda wenda miaka 10 yakatokea mingine, ikaja hali nyingine, na inabidi tukumbushane tukiwa tupo, jamani mzidi kuna hili. Lakini hilo lifahamike kutokana na hali ya dawa, jinsi hali ilivyo, kwa mabadiliko yanakwenda. Leo nihitimishe haya, leo tuna vijana wako majeshini ni masalafi, si tumefahamiana? Yani tunasikia tu bwana mimi salafu bwana, kisha kusalafu sijui polisi salafu, si chombo gani salafu, sijui kidogo salafu, si tumefahamiana? Kuna vijana wako katika meli mabaharini masalafi, mabaharia wako kazini masalafi, kuna vijana wako barabarani masalafi, kuna vijana si tumefahamiana machinga au matembeza ni masalafi. Ina maana dawa imetanuka kwa kiasi kikubwa. Hii dawa imetanuka kwa kiasi kikubwa, hata yale maneno yetu na mielekeo yetu tuiangalie vizuri katika kuhusiana na hizi jamii. Sisi tumefahamiana, hakuna watu leo vijana wacheza mpira, wacheza kandanda, football, ligi mbalimbali duniani masalafi. Kabisa. Tena ukifuatilia zile peji zao, yeye pia dawa salafia kutwa, lakini yuko uwanjani wacheza mpira, kavaa kibukta, kavaa hiki. Bwana hii shughuli kazi ipo. Sasa ina maana ni wakati wa kuamka madai na mashekhi kuliangalia hili, si mfahamiana, na vile vile kulitibia kwa tiba zake zinazostahili, ambazo maduati tiba hizi wanazo kutokana na ule uelewa walikuwa. Naomba mashekhi mnisamehe kwa kurefusha haya, nimerefusha sana, na Sheikh Miraji nimepora muda wa watu, naomba mimi nisamehewe na mashekhi zangu, lakini nilikuwa nilisema hata hivyo nimesema kidogo, sija nini sana kwa kofia muda, sababu hii inatakiwa niseme alafu maswali yaulizwe. Hivyo katika maswali tunasema tena kulizungumzia hii nukta ya pili, nukta kubwa sana hii, sisi tumefahamiana lakini kikubwa katika vyote tunahitimisha, sisi tunafurahi, tunamshukuru Allah na kumhimidi Allah, dawa hii kuenea na watu kuingia katika dawa ya haki ya dawa salafia, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat, kwa sababu yeye ndio muqallibul qulub. Naomba an yuthabbit qulubana ala dinihi, athibitishe nyoyo zetu katika dini hii, tubakie katika manhaji hii, manhaji pendwa, manhaji salafi. Hilo ni kila siku, kama jaa idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka